Asome Kenya anataka. Haina shida. Maneno ya mpira, acha asome Kenya anataka. Wewe utaki alete ndio kwa familia. Hapana, hebu muulize. Mtu anaulizanga mtoto kwanza Kenya anataka kusomea. Hebu muulize. Sasa wewe ati unasema unataka kuwa nini sasa? Daktari. Daktari yako na pesa mingi. Haina shida. Ni poa manzaje ukatuletea madoo manzaje kwa familia maana. Vizuri sana. Poa sana. Kwani unatokea mapema? Kwani umefukuzwa? Shida ni nini? Si umelipa shule baba nani? Mimi nilipa, kuna kitu sijalipa. Hadi ya don, hadi ya don yote. Ani vile niko na umeona tu. Dad leo tu mambo ya wasichana. Ai tumbo. Nikambo tu nikuje huko. Kwani sikupigiwa simu? Basi ni kitu kidogo ya mimi msichana mkubwa mama. Kwa tuna umeona tumbo. Nikapewa ruhusa nikuje huko. Babako, babako. Wewe beba mtoto beba mtoto. Waanza kujifunza kulea mtoto. Tulikuwa tunauliza brother yako anataka kusoma kwa nini? Yajielewa wangu. Hapana, leo amejua. Leo amesema anataka kuwa daktari. Daktari? Tibu nani? Au girlfriend zake nje? Kai. Ni sawa, kila mtu na maisha yake. Basi kwingine kudauma. Nasikia kichwa. Tumbo inaacha. Kichwa. Tumbo tena. Okay. Pole sana. Sasa msaidie. Hebu msaidie na hiyo tumbo yake. Acha nimsaidie. Ukijua hali ya huyu mtoto, najua asichana na mambo mingi baba nani? Sawa, acha tuope tumbo. 2 hours later. Unajua ni mgeni mgani huyu tunabisha? Mgeni. Ni pasta. Karibu pasta. Haya. Pasta. Amen. Habari yako? Salama Niko salama pasta. Habari ya mama? Karibu. Yes. Salama kwa kweli. Mwatembelea siku ya leo. Fanya vizuri. Karibu sana. Karibu pasta kiti. Shukrani. Wewe. Uko salama lakini? Tuko salama pasta. Salama kabisa. Mimi salama? Amen. Sisi tuko sawa. Venye tu Tamara amekuwa akiuma ni mgonjwa. Sasa amefanya vizuri, tutamuombea. Ile jambo la kwa maombi sana. Najua Mungu atatenda. Lakini nilikuwa na taarifa nzuri. Umefanya vizuri. Wakati nilikuwa naomba pale, Roho wa Bwana akaniambia ya kwamba natarajia mgeni. Mgeni tena, si wewe mgeni. Unajua ile kitu mimi nasema, huwezi elewa wewe. Lakini mimi natumia Roho ananiambia mimi. Na mimi ndio nawaambia sasa pasta. Sasa kaza nikwambia. Mbona uniacha mgeni? Ndio simgeingia na yeye. Sio huyo mgeni unasema. Huyo ni mgeni wa kiroho sasa. Mgeni wa kiroho?
Na mimi naona ukiingia ya peke yako. kwamba wewe kama baba sasa. Unaweza pata kama mjukuu. Si hata hiyo taarifa mjukuu. Hata kama mjukuu. Ametoa wapi tena? Wewe unataka kujaribia wewe pasta cheza chini. Ametoa wapi? Hiyo taarifa mzuri. Kama ile jambo limetokea, unalichukua vile li. Sasa juu nataka kwenda, mimi sina taarifa nyingine. Kama ile jambo limetokea, unalichukua vile li. Sasa juu nataka kwenda, mimi sina taarifa nyingine. Hadi nitakaleta. Mniletea nikafunguze. Huyu anakaa atakuwa mwerevu kama Tamara. Yeye ni mzuri. Sisi tunang'ang'ana tu na maisha. Hii CPV na tusukuma. Sasa mnajua hii maisha tu. Ni ngumu. Yenyewe msichana wangu ni mzuri, ana perform mzuri sana. Yeye ni mzuri. Hata ndio maana siku 2-3 sijamuona. Nimekuja kumtafuta ako wapi. Amefanya vizuri. Mfaa vizuri sana. Alikuja huku. Kwa siku 3. Amekuwa asikii vizuri. Anaugua na tumbo. Pole. Lakini atakuwa sawa. Unajua Tamara na mtoto mzuri ana shule. Hata ni head girl. Alimwambia? Alituambia. Ameperform mzuri mpaka tumempandisha jeo. Amekuwa head girl. Yeye ni mzuri. So huyu msichana wenyu msitu kukaa na yeye. Hata mimi enzi yangu nikiwa shule nilikuwa head boy. Ulikuwa lakini niko na habari mbaya. Huyu msichana wenyu ako na mimba. Ati hebu ongea na ngoma Tamara asikie. Usikii vizuri. Huyu msichana wenyu nimekuja kumueleza ukweli ako na mimba. Mwalimu. Lakini na mimba. Alimueleza kitu kweli? Mimi aliongea mama yake. Ana tumbo. Lakini fanya hivi. Sasa nyinyi kama wazazi muulize pole. So msimwaras. So mpe message. Mmepata message gani? Muongee na mtoto pole. Sawa? Sawa. Nyinyi baki na mwalimu sawa, nashukuru. Nashukuru kwa kuja. Asante. Asante Junior. Haya. Tutaonana? Sasa. Barikiwe mwalimu. Sasa kama mama Tamara, unasikia hiyo maneno. Nimesikia hiyo maneno. Sasa mimi sijui tutafanya nini. Si mtoto ni wako. Sababu mtoto si ni baraka. Mtoto ni baraka, lakini mtoto ni wako. Sasa tutamuongelesha ili tujue vile tutasaidiana. Haina shida. Na Tamara anaenda wapi? Akati huku muite. Wewe Tamara. Kasirika. Mimi sijakasirika, mimi niko sawa. Kaa hapa. Ukae hapa. Kwani results zimetokea za shule? Results zijatokea, lakini ulikuwa unaduni nini huko kwa bedroom? Si mlikuwa na mgeni ndio maana kwa bedroom. Mgeni? Mgeni mwalimu alikuwa ni kama. Kwanza kulikuwa na pasta afu mwalimu. Mwalimu si class chenyu wangu. Sasa mama yako akwambie mimi hapa. Mwalimu amekuwa hapa. Alikuwa anauliza kwa nini hujaenda shule. Sasa ameza dawa za tumbo. Hapana, ulitudanganya Tamara kwa sababu mwalimu amesema uko na mimba. Haujajulisha baba yako. Mimba ya nini? Mimba ya mtoto. Usitudanganye, tunajua kweli. Ongea ukweli. Hakuna mtu atakupiga. Dad, sasa mbona wewe mwalimu ananionea? Alikanga ananikataa nikamkataa. Hapana, si tutaki mambo ya ati alikuwa akata. Si tuko na ukweli yote. Sasa nyeja gani utupeleke kwa bush? Kwambie ukweli usaidike. Sina mimba basi. Kabisa una mimba. Hata ukienda upimwe una mimba. Ni nini sasa, kuna mtu anayekupiga? Mimi sipimwi, mimi niko sawa. Hapana, mbona sasa unatudanganya? Ama unataka tu react? Mimi sikuambie tu na kuongelesha na upole. Kwa saa hii. Tuambie ukweli ili usaidike. Juu mwalimu hawezi kuja aseme kitu hakuna. Tuambie. Sikujua mimba ilitoka wapi. Ukujua? Tia kujua. Kuna boyfriend. Nilikuanga na yeye. Ulikuwa na yeye ama? Sasa una yeye, ulikuwa na yeye sasa una. Niko na yeye. Kwa hivyo ndio